Ichoko kama sio. One time nataka tufanye mambo ili tupate hela. Asana kwa sasa kiasi. Mimi huko kwako sifiki mwanangu. Yaani hiyo changamoto yako ni kitu kidogo. Mwanangu yangu ni jambo dogo, napenda langu linakuwa kubwa. Yaani hapo mtu akikuelekeza kitu utake bisa kuelewa. Sasa ndio nini sasa hivyo na wewe baba? Sikia nikwambie, mchuzi wa mbwa unaliwa wa moto. Ukipoa tu unakopa mchungu mbaya kweli kweli, yani kutafikiri kama nakula vitu vya ajabu ajabu. Sasa mwanangu unamwachia vipi mtu mpaka anaondoka hajatugea hela yetu bwana? Sasa unafikiri sisi tunaenda kuishi vipi sasa huko? Maokoto ndo kila kitu. Hata kama kwa sababu gani ukija kuzingatia mimi wakati anaondoka mwanangu nimejaribu kuongea naye naona kama anielewi. Nimkamate miguu au nimkamate suruali atanielewa yule unavomuona. Sema nimekumbuka kitu. Wewe ukitaka mimi nikusamee, fanya kitu kimoja. Yule mbele wa pale mjawani kwa kunywa asubuhi unamjua? Pale kwa yule bi mkubwa. Oya baba, hadi katika vitu ambavyo umeviongea. Umeongea pointi. Yule bi mkubwa wangu, au anastahili maua yake ana mabanda. Ndio maana kwanza nikakuuliza swali, je, unafahamiana naye? Mimi na kwangu, mimi sifahamiani naye mwanangu. Mimi ndo kama hivyo wangu, asubuhi tukienda tumekula pale yayu. Tumeenda tumekula pale yayu. Sasa sikia mwanangu. Unajua pale nilivyokaa pale asubuhi, yani akili ikawa haipo kabisa. Kama ndo wazungu wako wanasema kwamba akili imeconfuse. Yani mimi niko nimeona kabisa imeoverlap. Mwanangu yule mtoto kila kikaa kimwangalia yani. Yani mtoto fulani hivi, mtoto black beautiful color, anastahili maua yake. Changamoto yako. Baba sio kama hivyo kwa sikuone. Nimekuona lakini nimeuchuna tu. Yani kama unajua mtoto wa kiume unajua hili. Nikaona nikusikilizie. Unakaba. Sasa sio tena mimi ninapopataka mimi na wewe unapataka hapo hapo. Mimi pale nataka nijiweke. Wache. Kwa yule mtoto yule mama. Kwa yule mtoto yule mama. Mwanangu mtoto kanyoka. Binadamu. Mtoto kuntu finintu salamaina manistama wajada, mtoto na kishepu fulani hivi. Yaani kaka hadi kanitoka taswira kwamba eti njoni naoishi wakati maji hapo nje kwenye bomba la corona. Yaani hapo. Hapo baba ndo uliwa eti njoni naoishi kwa ana jambo lake mbwa huyo. Oya, ana kitu. Atafika mbali. Basi mwanangu hivyo mwanangu. Fresh. Fanya chochote kile madi yawe ndunda shemeji. Limeisha. Kwa sasa usikia? Kesho mwanangu mapema. Haina shida. Wewe tena. Shikamoo mkuu. Shikamoo. Mimi nakujua wewe. Sana jamani. Chill. Samahani. Nataka kusikia hapa hivi. Mambo vipi? Poa mzima. Namshukuru Mungu. Unajua, naweza kukuona tokea kule kwa mama Kibonge. Lakini nikaona watu wengi, kwa hiyo nikasema hii sio sehemu sahihi ya kuongea naye. Najua sasa hivi kwamba unaelekea ofisini. Ila sio mbaya. Sijui tunaweza kuongea kidogo. Nielekea kazini sasa hivi na haraka. Basi akijaribika kitu, naomba nisaidie namba zako za simu tu, ili baadaye kupata muda tuweze kuongea. Asante. Sheila, haina sababu ya wewe kuwaza kiasi hichi. Mungu ndo muweza yote. Mungu ndo tegemeo letu. Kinachotupasa si tupige goti chini na kumuomba yeye aliye juu. Kumuomba yeye ambaye haonekani. Yaani mimi ninajua tu. Wewe umeshapendwa tayari. Hakika dada. Walikifika katika jambo kama hili na kuwa naumia. Sielewi nifanye nini. Sielewi nikitende kipi dadangu. Sijui nini hatima maisha yangu.
Natamani na mimi niishi kama wasichana wengine dada. Natamani na mimi niishi kama watu wengine dada, lakini nashindwa. Natamani na mimi niishi maisha kama unayoishi wewe. Maisha ya uhuru, maisha ya amani. Lakini nashindwa. Naumia dada, naumia. Nalijua hilo mdogo wangu. Kwa sababu unapoumia wewe ndipo ninapoumia mimi maradufu. Sitaki uwe na hali kama hiyo. Ishi kama watu wengine. Jaribu kuishi kama hauna matatizo. Ikiwa matatizo yapo katika mwili wako na yataisha, basi muamini Mungu. Piga goti kwa Mungu, sali, omba. Mungu ndo msaada wetu. Hatuna msaada mwingine hapa. Umenielewa mdogo wangu? Sawa, nimekuelewa. Na mambo mengi ya kufanya na vitu vingi vya kuwaza juu ya maisha yetu. Sasa nikikukuta katika hali kama hiyo, sitakuwa na future yoyote, na mimi nitakaa na mawazo, afu tutaishije? Wote tutaugua hapa. Sawa? Sawa dada. Majibu yangu ni yale yale kama nilivyokuambia kwenye simu. Mimi sio mwanamke sahihi kwako. Tafuta mwanamke sahihi. Tafuta mwanamke ambaye anastahili na wewe. Lakini Sheila, ukisema hivyo unakosea. Inabidi utambue kuwa mimi jinsi gani nakupenda. Alafu kingine, mimi sipo kwa ajili ya kukuchezea. Nina mapenzi ya dhati na wewe. Mimi majibu yangu ndio yale yale. Sikupendi, sikutaki. Mbona unielewi? Mimi manyangu kwamba wewe ni mtu mzima mwenzangu hapa, tutakuwa tunaelewana. Basi sawa. Najua kuwa unipendi, basi nipe hata sababu. Au mimi kasoro yangu ni nini? Nini? Hauna kasoro yoyote. Tena wewe Mungu amekujalia mwanaume mzuri, handsome, una mvuto, kiasi kwamba kila mwanamke ambaye utakayemfuata ambaye amekamilika lazima kukubalia. Lakini sio mimi nini? Sheila, mbona unanichanganya sasa? Ulikuwa ushaingia kwenye mfumo. Na kama moyo wako unasema hivyo mimi niko vizuri, kwa nini sasa unasema mimi sikuwezi? Nini? Mimi nampenda mtu mwelewa. Na wewe ni mtu mzima. Na mapenzi hayafosili. Mtu akikwambia kitu hataki, basi ni hataki. Hapendi, ni hapendi. Sawa. Nadhani umenielewa. Sheila, mimi nimekuamini na nimekuelewa. Ilo naomba uniambie kitu hichi kimoja tu. Utakuwa uko tayari kuweza kulishuhudia turubai pale nyumbani, si ndio? Mzee baba. Haya sasa utakuniambia mpaka sasa hivi. Sasa wewe ndugu yangu, wewe muda huu wa kujiandaa na kuondoka, wewe umekaa hapa masia Mungu unaanza kutenga vitu kuliko. Alafu siku zote waungwana wanaanza na salamu. Wewe tokea jana hatujaonana, ndo kwanza tunaonana sasa hivi. Unaanza kushtumu ndo nini sasa? Haya poa. Yameisha mambo vipi? Kaa chini hapo kwanza. Sasa kaa chini ndugu yangu, huu muda wenyewe hapa tuliponyoka tushachelewa. Haya baada ya kujiandaa basi haraka umetenga vitu sio taka kwanza kula kuliko na wewe. Uzuri wa kazi zetu kwamba tumejiajiri wenyewe, kwa hiyo tuna uhuru wa kufanya chochote tu. Kula chuma. Sikiliza, hebu sikiliza nini. Yaani mimi nashindwa kabisa kuelewa. Nimekupitia hapa nia na makusudi nikubebe tuondoke kazini. Haya wewe ndugu yangu umekaa hapa hata kujiandaa hujajiandaa, angalia muda wenyewe. Yaani tuko nje ya muda, unajua tumechelewa. Haya umetoka na vitu vyako wapi na wapi? Nasha. Inabidi utambue. Uzuri wa kazi zetu sisi tumejiajiri, hatujaajiriwa.
Ndio maana nikasema kwamba leo nataka nitulie. Yaani nipoze kichwa yani. Na ndio maana nimeandaa vitu vyangu nyumbani, ili nimalize niende nikalale. Waswahili wanasema hivi, ukimwona kobe kainama ujue anatunga sheria. Lakini pia Waswahili hao wakaja kukanusha. Yule atungi sheria, anajifikiria ule mzigo atautua lini. Sasa wewe baada ya kujiandaa kuondoka kazini tunasema eti ule ukae ndani, si ulale, si ufanye kitu gani? Wewe ninavyokujua kwenye kula haya, hivi vyakula hivi. Wewe unakula kama unaama ndugu yangu vyakula hivi ambavyo vinakutosha wewe. Ushofeli wewe. Wewe ushofeli. Inabidi ujue kabisa kwamba kula nako na hisia. Kwa hiyo kama nikiwa sina furaha, naweza kuwa na nguvu ya kula. Nikwambia na matatizo ndugu yangu. Na shida. Unajua mtoto wa kiume tumeumbwa na hili. Yaani hili mtoto wa kike ana. Wa kiume ndio analo. Na hili linahifadhi vitu hivi, changamoto, fujo, yaani zile mambo za hapa na pale, sisi ndio tuna uwezo wa kuvumilia, lakini mtoto wa kike hawezi kuvumilia. Sasa naomba uniambie kikubwa, kisa na mkasa mpaka kinakufanya wewe ndugu yangu unashindwa kuwa na amani. Hauwezi kuamini rafiki yangu. Tatizo yule binti yule. Mimi yule binti nilimtongoza. Na kila ninapopata bahati ya kuongea naye, jibu lake linakuwa hilo. Anasema kwamba mimi sitomweza. Na ndio maana hata naona aibu yani kwenda pale. Sasa ndugu yangu, hilo swala kwako ni swala kwangu mimi. Matatizo yako kwako wewe ni ya kwangu mimi. Wewe ni mwanangu, wewe ni mshikaji wangu, wewe ni swaiba yangu. Tatizo lako ni la kwangu mimi. Nahitaji nikusaidie. Mtoto wa kike anahitaji ni vitu vidogo vidogo. Kumapproach, kumfanyani unampelekea vipipi, vizawadi vya hapa na pale. Yaani kumtengenezea maneno fulani matamu, mazuri, yaani kumteka aje kwako. Kwa sababu kila siku inaitwa leo anatongozwa. Lakini sasa wewe ndugu yangu atakupenda na midevu yako. Anakuelewa kwa kipi? Mkomvisi ule. Kwa hiyo utakuambia nikifanya hivyo ndo atakuwa ananielewa. Aswa? Yaani ukitoa maneno mazuri, hekima, busara, kumfariji, kumfanya na kuwa karibu na wewe, anakuwa pande wako ndugu yangu. Una kitu. Aswa? Na nitafika mbali. Profesa, nimejaribu kupitia kitabu chako, lakini hakuna nilichokigundua. Kwa kifupi sijaelewa. Nimesoma physics, nimesoma maths, alikadhalika na science. Najiuliza yupi bora? Ni yule aliyekufa kwa njaa, kwa kukosa uji na msibani kwake akapika pilau, au yule anayeogopa kunyeshewa na mvua na kuamua kukimbilia bwawani kwenda kujificha? Hebu punguza ukali wa maneno yako kwenye vitabu vyako. Samahani dakika moja. Halo. Mke wangu Aisha. Sawa. Acha nikuache. Kusema ukweli unastahili sifa. Kwa sababu kwetu sisi tunakuchukulia kama vile ni kioo. Na hata vijana wote wa hapa mtaani wanakuona kabisa kuwa wewe ni kiigizo chema kwao. Sasa basi mpaka nimekuja hapa, ina maana kuna jambo linanisumbua. Na kila nikifikiria kama yale uliweza kuyatatua kwa kuongea tu, basi hili unaweza ukalitatua hata kwa kunena. Na ndio maana nimefika kwako moja kwa moja.
Tatizo ni nini? Kuna binti mimi nampenda, na kila ninapokaa naye kuongea naye jibu lake linakuwa hilo, na nishatumia nguvu zangu zote. Kiufupi kwamba nimemaliza, alafu bado sijafanikiwa. Sasa sijajua kwenye hili unanipa mbinu aina gani ili mradi niende nikafanikiwe kama yale ambayo uko kumweza kunishauri. Mnakosea sana, kwa sababu usiyalete matatizo yako kwangu kwa 100% kwamba naweza kukusaidia, kwa sababu mimi sio mtume wala nabii. Kitu kingine, mbona hilo ni swala rahisi sana, kwa sababu ukishindwa kutambua kwa kuona, basi tambua hata kwa kunusa. Unamaanisha nini? Utanielewa. Mwanamke akishakwambia hakupendi, hakutaki, achana naye. Mwanamke anayekupenda ni lazima ajali maumivu au thamani ya kile unachokitoa kutoka moyoni mwako. Mwanamke wa aina hiyo ni yule ambaye utakuja kuishi naye kwenye ndoa. Ndoa sio jambo dogo. Ndoa ni maisha, na kwenye maisha kuna kutengeneza familia. Je, utaitengenezaje familia kwa mtu asiyekupenda? Na mwanamke anapokuzungusha kukujibu, haimaanishi kwamba ndiye atakaye kuja kuwa mwanamke sahihi, kwa sababu hataki kukubali haraka haraka, kama ule wimbo wa FDQ, usinikubali haraka haraka. Haimaanishi kwamba ndiye atakaye kuja kuwa mwanamke sahihi. Hapana. Wewe kaa utulie, utapata mwanamke sahihi kwako. Usilazimishe kuwa naye, vinginevyo utakuja kujuta kwenye maisha yako. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Asante kama umenielewa. Basi haina tabu. Mwenzio kaja hapa, alikuja akaniomba ushauri, nikampa baadhi ya vitabu na ameenda amesoma, lakini hajaambulia kitu chochote. Amekuja hapa kuuliza ni nini kilichokuwa kimeandikwa ili nimwelezee maana. Amepigiwa simu na mke wake, mapenzi yanamsumbua, na kaja na ujinga wake, kaondoka na ujinga wake. Mtu kama huyo unamsaidiaje? Mimi nimekuelewa. Asante sana. Naona leo jana kazini kwangu huko umeamua kuja kunywa chai nyumbani. Amna. Sio kwamba nimefuata chai nyumbani. Isipokuwa nilikuwa poni na lengine kabisa yani. Kwanza mimi nitangulize samahani sana dada yangu. Huenda nikawa nimekuja kwa kushtukiza. Nimekuja bila ya taarifa. Kwa hiyo naomba unisamehe kama nitakuwa nimekukwaza. Bila samani. Kingine tunafahamiana tu kwa sababu ya mimi nakuja pale ofisini, nafuata huduma, unanisaidia, lakini haunijui yani ile kiufanisi kabisa yani. Kwa majina mimi naitwa Nieni Nasolo. Ni mkazi wa huku tu. Kwa wetu ni ule pale kama utakopo unausikia yani wakina Kisuguru. Uko wakina Kisuguru kwa bondeni pale? Kwa hiyo ule ndio uko wetu. Lakini kingine dada yangu kilichonileta zaidi yani kwamba mimi nina shida kubwa sana yani. Na shida yangu hii wewe ndio utakao kuja kuwa msaada kwa upande wangu. Kwa hiyo tafadhali pia nakuomba uweze kunisaidia kwenye hili. Sasa shida unayo wewe, msaada utakuwaje upande wangu? Una haki ya kuoji, lakini usistuke sana. Ni shida tu ya kawaida. Labda nisikuzungushe sana, nikwambie tu kweli. Mimi ni kijana. Mpaka sasa hivi umri wangu tayari ushafikia.
na hususan kwenye upande wa dini yetu sisi unaruhusu kabisa yani. Na katika pitapita zangu nimehangaika, lakini macho yangu yameweza kufika sehemu, na kile nilichokuwa nakitafuta nimeweza kukiona. Kwa hiyo yani kama utakuwa uko tayari, basi swala litakuwa rahisi zaidi yani. Ndio maana nikanyanyua miguu yangu moja kwa moja mpaka kwako. Kiufupi kwamba mimi nimetokea kumpenda sana mdogo wako, na sipo kwa ajili ya kutaka kumchezea. Nahitaji nimmiliki awe wangu, na kama itawezekana basi tuweze kulifanya lile jambo ambalo ameliagiza Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kumfurahisha zaidi. Kwanza nikupe kongole zako, nikiwa na maanisha nikupongeze, kwa sababu ni vijana wachache wenye kufuata njia sahihi ili kupata kile wanachokihitaji. Wangekuwa ni vijana wa mtaani tu huko, wangezunguka tu huko chochoroni, wakafanya mambo yao ya kishenzi, wangemaliza bila mikujua chochote. Lakini kijana wewe wa watu mstaarabu, umekuja moja kwa moja, umepita njia iliyokuwa sahihi. Hongera sana. Lakini kwa umri wako sidhani kama utaweza majukumu ya kumiliki mke. Ndio maana nikasema hata dini yetu imeongea kwamba mwanaume anapofikia umri wa baligh basi ni ruksa kuweza kumiliki, kwa sababu huu ndo umri wa mitihani mingi sana. Na mpaka nimeweza kutoka huko ni kwamba mimi nina nia ya dhati na siko tayari kwa ajili ya kumchezea. Ndio maana nikatanguliza hata kusema kwamba nahitaji kwamba wewe ndio uwe msaada kwenye hili. Basi sawa. Kwa vile wewe umejiaminisha kwangu, acha na mimi nikuaminishe. Nitaongea naye. Akikubali majibu atakayotoa na mimi nitakupatia. Asante sana. Karibu. Na kama litafanikiwa basi una zawadi yako. Usijali, hamna asiyependa mdogo wake aolewe au dada yake aolewe. Familia yoyote yenye kaka au dada lazima kuwe na wanandoa pale. Kaka aoe au dada aolewe. Kwa msijali wadogo zangu, tuko pamoja. Asante sana kwa kunisikiliza. Haya. Basi mimi nikuache uendelee na majukumu. Haya, karibu tena, wasalimie nyumbani. Haina taabu. Haya, karibu. Napitia wakati mgumu sana Profesa. Nashindwa hata nianzie wapi. Nashindwa hata nifanye nini. Nadhani dada amekwambia tatizo langu. Pole sana Sheila, na nikupongeze sana kwa sababu wewe ni mwanamke jasiri pia. Dada yako aliniambia kuhusu tatizo lako. Na hili tatizo limeanza muda gani? Shemeji, ni kama niseme ndo tatizo langu la muda mrefu, au ndo ugonjwa wangu. Toka nianze kujijua, toka nianze kujitambua, ndo shida yangu. Wewe ni mwanamke jasiri kwa sababu hivi karibuni umekuwa ukisikia vifo vikitokea. Unakuta mtu kajidusha gorofani na wengine unamkuta amekufa tu bila sababu yoyote ile. Hii ni kwa sababu mtu anakuwa anahifadhi vitu moyoni bila kuviexpress kwa mtu au kwa watu ili apate ushauri ama mawazo. Mimi nikwambie kitu kimoja. Hili tatizo lako umelileta sehemu sahihi. Nina marafiki zangu, wengine ni madaktari. Nitajaribu kuongea na rafiki yangu mmoja ambaye amekuwa akinisaidia mambo mengi sana kuhusu afya. Na hisi tatizo lako anaweza kukusaidia. Mimi nina imani utapona. Haina haja ya kukaa na mawazo mengi sana. Sawa? Shemeji, nitashukuru sana. Nitashukuru sana.
Maana ile tatizo linanisumbua kwa muda mrefu. Nashindwa nifanye nini? Nashindwa nifanye kipi? Naumia. Natamani niwe kama wasichana wenzangu shemeji. Natamani niwe kama wengine shemeji. Lakini nashindwa. Iweje kila siku mimi? Nashindwa hata nimwambie nani. Nashindwa hata nifanye nini? Kwa nini? Kwa nini mimi? Sawa, haina haja ya kuendelea kulia. Kitendo cha kudondosha machozi ni dhahiri kwamba tayari umeshashindwa, umekata tamaa. Wewe bado binti mdogo sana. Una mambo mengi sana inatakiwa uyafanye kwenye dunia na nchi hii. Inatakiwa uje uwe na familia, wajukuu, vitukuu na mpaka vilembwe pengine kiwezekana. Lakini huwezi kufika huko kama utaanza kukata tamaa mapema kwa tatizo dogo kama hili. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Mimi na imani utapona. Sawa? Sheila. Mdogo wangu, najua fika hutaki kuzisikia hizi habari katika masikio yako, lakini huna budi kunisikiliza mimi dada yako. Yeye mimi kanifuata na amenielezea hisia zake juu yako. Mimi nikaona haina haja ya kumkatili. Ndio maana kila siku naongea na wewe swala hili. Na huwezi kuamini, nimemwelezea hadi matatizo yako. Lakini kakubali kijana wa watu, kasema ataishi na wewe hivyo hivyo ulivyo. Unafikiri ni kijana gani wa karne hii anaweza kukaa na mtu kama wewe? Lakini kajitoa yule. Dada, hivyo hujui wanaume, tena wanaume wa karne hii, wakishaona tu vya ndani wanaondoka. Je, mimi naye matatizo yangu hatatamani yeye hata kunirudia dada mimi, kwa hiyo mbona mimi sitaki. Basi sawa. Kama umwamini yeye, niamini hata mimi basi dada yako. Mimi ni mtu mzima, nimewahi kuliona jua kabla yako. Kwa sasa namjua mkweli yupi na muongo ni yupi. Jaribu. Fikiria mara mbili mdogo wangu. Siwezi kukutupa kwenye shimo la moto mimi. Nakupenda na nakuhitaji, bado sijakuchoka. Dada, hii tuondoke, tunachelewa jamani, tutachelewa mpaka hapa. Emi, hivi nikwambia kitu gani labda unaweza hapo kanielewa? Maana nimejaribu kuongea mara kadhaa lakini unashindwa kabisa kunielewa. Thamani yako wewe ni mimi. Mimi ndo nakupenda wewe. Maana nimejaribu kila muda, kila saa. Yaani kila sekunde ambayo nataka hata nikae kuongea na wewe lakini unashindwa kabisa kunielewa. Hivi nimekutana na wanawake wangapi lakini sijawatamkia. Nikijaribu kukusimamisha unanitukana. Tatizo langu kubwa nini? Kukupenda kwangu. Thamani yangu mimi kwako. Umeshamaliza? Emi, najua sawa sijamaliza. Na najua kabisa labda inawezekana nikikaa na wewe au nikiongea na wewe labda mimi nakuchafua. Tambua na ukupenda kwenye ulimwengu huu ni mtu mmoja ambaye ni mimi. Huyo mwingine ni na makusudi anahitaji kukuchezea. Mimi ndo nakupenda. Hebu naomba nisikilize basi hicho ninachokiongea. Wala hata dakika moja tu. Nipe muda wako. Nikwambieje Madu unielewe? Sikutaki. Mimi najua wewe unipende au nihitaji. Na thamani yako sio mimi. Ila mimi ndio mwanaume ambaye nakupenda wewe. Thamani yangu, furaha yangu ni wewe. Hebu naomba nisikilize ninachokiongea. Mesha, nikwambie Madu unielewe. Sikutaki. Alafu pia na mtu wangu ananipenda na yeye pia ananisamia. Mimi naona kama tu alipotezea muda.
Daisha. Ah. Kama utojali, ningeomba hata nisikize hata dakika moja dada. Naomba samahani, lakini najua mdau labda mngekopa upo na shughuli zako za kufanya, lakini mwisho wa siku nimekuharibia ratiba kwa sababu hutaka kunisikiliza mimi. Kuna rafiki yako anaitwa Emi. Msema kweli mpenzi wa Mungu dadangu. Emi ni mwanamke ambaye nimefikia kumpenda sana. Sawa. Na nimejaribu mara kadhaa kukaa naye ama kuongea naye ama kumsimamisha sehemu na kujaribu kuongea naye, lakini amekuwa ni mwanamke ambaye hataki kabisa hata kunisikiliza. Anielewi. Imefikia kipindi mpaka ananitolea maneno ya ajabu ajabu. Sasa nimekaa nikafikiria, nikaona suluhisho hapa ni jambo moja. Labda nikufuate wewe ukiwa kama rafiki yake wa karibu. Unaweza kaenda kuongea naye na akakusikiliza na pia akakuelewa. Naomba sana msaada wako dadangu. Ina maana unataka nikukuadie? Hapana, hauna maana hiyo tunaenda kunikuadia. Lakini ya mambo mbona yamepitwa na wakati ya kukuadiana sasa hivi? Unajaribu kwenda kuongea naye. Unajua mtoto wa kike rafiki yake mtoto wa kike na mtoto wa kiume rafiki yake mtoto wa kiume, lakini wewe ukiwa kama mtu wako wa karibu unawezekana ukaongea naye na mwisho wa siku akakuelewa kiuwepesi zaidi. Naomba msaada wako dadangu. Mesha, ikiwa wewe mwanaume umeshindwa kumshawishi binti aweza mwanamke mwenzie, wenyewe Waswahili wanasemaje, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Inawezekana yeye akawa mkate na wewe ukawa ni chai dadangu. Naomba msaada wako. Utajaribu kufanya hivyo kama atanielewa. Nitashukuru kusikia hivyo. Na usiseme unajaribu, sema unafanya. Haya. Asante, nashukuru sana dadangu. Haya, karibu. Hapa naona hapa dadangu, hapa naona hii magimbi, si mbazi. Mambo sio mabaya. Hivyo unajua. Dadangu. Samahani sana Magi kwa kusimamisha sehemu kama hii. Maana mara nyingi sana niko nakukuta pale ofisini kwako. Na nikawa naona kwamba hii sio sehemu sahihi ya kumwambia kitu kama hichi. Kusema kweli kuna kitu mimi nimekiona ambacho mpaka sasa hivi kwenye kichwa changu bado kinaniumiza sana yani. Na kila nikifikiria sipati majibu halisi. Eni. Najua tatizo lako ni lipi, lakini ondoa shaka. Utampata tu. Mimi najua unanifahamu vizuri sana, lakini huko kote siko. Yaani hili ni jipya. Mpaka inafikia hatua kwamba nafikiria mara mbili mara tatu. Ina maana Profesa amekosa nini kutoka kwako? Na sawa, hata kama alikuwa nakosa, kwa nini asiweze kupepesa macho kuangalia sehemu nyingine mpaka aingie tena kwenye familia ile ile? Na kwa nini anafanya unyanyasaji wa kijinsia? Maana anachokifanya sio kitu kizuri kabisa yani. Unajua unaniweka katika njia tata. Nashindwa kukuelewa. Ni nini unachokiongea na nini unachotaka kukimaanisha? Niweke wazi. Nyumbani kwangu kuna tatizo. Nashindwa kuliongea kwa sababu ya ukubwa wake tatizo lenyewe. Lakini labda nikwambie kitu kimoja. Kabla ya yote, kama nitakuwa mimi nimekosea, naomba sana unisamehe. Lakini nitakachokuambia ni kina ukweli ndani yake. Hawezi kuamini Damage. Nimemkuta Profesa na mdogo wako wakiwa kwenye sehemu ambayo haina mazingira mazuri. Na kwa jinsi nilivyokuwa nimewaona, kulikuwa kuna kitu kinaendelea. Yaani dhahiri endesheli, Profesa anatoka na mdogo wako. Na imepelekea mpaka mimi kuhisi kwamba kumbe mdogo wako ananikataa mimi kwa sababu ana jambo lake. Mdogo wako anatoka na Profesa ambaye ni mtu wako wewe. Kwanza yani hicho unachokiongea unakimaanisha au umechanganyikiwa siku hizi? Yaani ninachokuambia ni clear. Yaani kwa macho yangu haya mawili kabisa. Mimi siwezi nikamfananisha Profesa. Na wala sipo kwenye kutengeneza utata au siongei haya kwa sababu mimi nimekataliwa na mdogo wako, hapana.
naongea ni kwamba hata mwenyewe inaniuma. Mdogo wangu mimi namjua vizuri. Nimemlea katika mikono yangu. Amekuwa katika maisha yangu. Nilipo mimi ndipo alipo yeye. Na profesa yule mimi ni mpenzi wangu. Namjua nje, namjua ndani. Sidhani kama wanabudi yoyote kunifanyia jambo kama hili. Na yule mdogo wangu kama ameandikiwa kuwa fungu lako, atakuwa tu. Na kama haijaandikwa, hawezi kuwa kwako. Hata uzunguke dunia nzima, mashariki, kusini, kaskazini na hata magharibi yote ukaimaliza, hataweza kuwa kwako. Lakini hii njia ya kuteketeza nyumba ya mwenzio kwa moto ili kujenga nyumba yako iwe na muonekano wa gorofa kila mtu awe anaitazama, sio vizuri nini. Mimi sijapendezwa na hili swala. Lakini pia sijakudharau. Nimelipokea na nitalifanyia kazi. Damati. Ukweli wangu umekwenda kuharibu kila kitu, lakini mimi niko namwambia ukweli tu. Shafeli hapa. Naogopa ukujibu vibaya, Aisha, kwa sababu nakuheshimu. Ila wewe mtu achana naye kabisa. Mpaka amekuja kunifuata na kuniambia hayo. Naomba mkubalie. Ila Daisha, kwani wanaume hawajui vizuri jinsi walivyo? Na wajua ndio. Lakini si kwa Mesha. Wewe ni mwanamke mzuri. Itafikia hatua unatakiwa uolewe. Na Mesha akiana nia ya kuchezea. Una uhakika gani kwamba Mesha ananipenda kweli? Ila unajua kwamba wanaume baba mmoja, mama mmoja. Chao kikubwa ni tamaa na wala hawana mapenzi ya dhati kama vile ambavyo unavyojua wewe. Daisha, mimi naona kama vile kupoteza muda. Tuachane nao mada. Twende mada nyingine. Sheila, hebu niambie, hichi nilichokisikia kina kweli ndani yake? Kipi hicho dada? Umeonekana na shemeji yako mkiwa mmekaa mnaongea. Hebu niambie, mlikuwa mnaongelea nini? Dada, kwa mimi nikikutana na shemeji nisiongee naye, simsalimie? Mimi sijakunyima kuongea na shemeji yako. Lakini ndo muongelee vichochoroni. Kwa nini usije kaongelea nyumbani? Kwa ina maana uko njiani nakotembea nikikutana na shemeji nisimsalimie? Bwana acha wivu dadangu. Unajua matatizo yangu fika. Hatuwezi kutembea na shemeji bana. Punguzaga wivu na nikosea ujue dadangu. Sawa. Na mimi najua uweze kufanya upumbavu huo mdogo wangu. Kaendelee na shughuli zako. Afya yangu Mesha, mimi mpaka wakati mwingine najiona kama vile mtu mwenye mikosi. Na nahitaji msaada wako. Unajua tangia nimefika. Naona naongea na mwisho siku mimi mpaka dakika hiyo je sijaelewa ni point yako iko wapi.
Maana nimefika hapa unazungumza unalalamika, lakini yani sijaelewa pointi yako kubwa na kitu gani ambacho unakizungumzia. Ingekuwa ni vyema hapo ungeniambia. Hebu niweke wazi. Bwana Mesha, kuna 1 2 3. Nimepata taarifa ya kuwa hivi soon tu yule binti anaondoka. Alafu mimi sijafanikisha kwa lolote lile. Na kila nikifikiria naona kabisa kwamba akili yangu au mawazo yangu bado hajachachua chochote kile. Bado hajaja mawazo chanya. Tunazungumzia mapenzi hapo. Mimi na wazo. Na pia kwenye wazo langu kuna ushauri ndani yake. Swali linakuja. Je, kitu ambacho mimi nitakushauri uko tayari ukifuata? Kama utakuwa ushauri mzuri, basi nitakusikiliza. Yaani hapo ndo tafeli. Yaani kwenye ushauri ya mawazo, utakiri mtu kumpinga eti kumwambia eti likiwa zuri mtalifuata, likiwa baya silifuate. No. Wazo ni wazo, ushauri ni ushauri. Unatakiwa kila unachoambiwa ama kila unachoambiwa, kila unachogewa, watakiwa kwanza ukipokee, ukifanyie kazi. Alafu mwisho wa siku baba ndio uone okay kimenisaidia ama la, hakijanisaidia. Naisikiliza idea yako. Kuna kitu kinaitwa hivi cha kisako hivi kwa mtaalamu ama uchi doctor, Kiswahili fasaha tu kwa mganga. Yaani kwa mtaalamu jambo gumu linakuwa jepesi. Imeisha hiyo. Kuisha kazi. Kidogo tu lakini kila kitu. Kwa hiyo unataka kuniambia tukienda kwa mganga kila kitu kinaisha? Kila kitu kimeisha. Yaani mtaalamu anafanya kitu kigumu anakifanya kuwa chepesi. Hawezi kuzulika. Hata hiyo. Basi tufanye hivyo. Mimi najua bila kitu. Ila uliko juu tu kama mimi nitafika mbali. Uongo. Kwanza tulitimize. Likishatimia likishakaa sawa. Basi mimi hapo nitakupa sifa zako. Anza kufurahi. Unakaa unakuwa na mawazo una nini? Imeisha ndugu yangu, sawa? Bora nilivyokuona. Maana yake mguu nilikuwa nakuja kijiweni. Mjomba, mwambie mjomba wako Sheila aachane na mpenzi wangu. La sivyo. We! Tulia hapo hapo. Mshamba mmoja mbugila wewe ambao usiojielewa. Yaani wewe kabisa unaniambia mimi eti mwambie mjomba mwambie Sheila aachane na bwana wangu. Yaani wewe unashindwa kunisalimia mimi wewe? Ndio taratibu wa kwenu. Kwenu hakuna wakubwa wewe. Umefika nyumbani kwangu, huu ni utawala wangu. Utakiwa kwanza unisalimie. Unashindwa kunisalimia unaniambia habari za wanawake wenzio. Wanawake wenzio ungewatafuta mwenyewe, ungemtafuta mwanamke mwenzio ukaongea naye habari zako. Unakuja kwangu unaniambia habari za wanawake, mimi nifanye nini? Na nikwambie kitu kimoja usichokijua. Yaani mimi mjomba wangu au shangazi yangu mpwa wangu hana bwana zaidi ya Bwana Yesu. Sasa unakuja hapa na siku nyingine ukija hapa uje kwa heshima na adabu. Mambo ya kuja hapa afu unaongea upuuzi hapa nyumbani kwangu, nitakukata hata miguu yako. Na usipoangalia nitakuchanganya wewe na wewe mjomba, nitawachukua pamoja, nitawatia mfukoni. Alafu mimi nitajua nitawapeleka wapi. Nitaka kuwapeleka sio buza wala kwa mpalange wala kwa mpanyoko. Nitajua mimi nitawapeleka wapi wapumbavu. Toka! Mshamba mmoja wewe. Mbugila nini wewe? Unachukulia baridi tu hapa. Hapa nyumbani kwangu umefika unasalimia, ndo sheria waloweka wa Tanzania. Wewe unajifanya una kabila wala lugha, mpuuzi mmoja. Yaani unajua Mungu sio Asumani. Yaani nilijua tu ipo siku tutakuja kukutana baina mimi na wewe. Na leo ndo siku ile rasmi. Hivi wewe na familia yako na ndugu zako wote, hivi mna matatizo gani? Mna changamoto gani nyinyi? Sasa mbona unatapatapa kama mfamaji? Mimi natapatapa nimekuwa kama vile sieleweki au sio? Sasa chezeni mnakocheza. Swaiba yangu, mwanangu, damu yangu naomba mniachie. Unajua yule ni zaidi ya ndugu. Mnalifahamu hilo? Naomba mniachie yule Swaiba yule. Unajua nini? Jambo usilolijua ni sana usiku wa giza.
Mapenzi hayalazimishwi. Mimi siwezi kumchukua mdogo wangu nikampeleka kwa NN nikamwambia nataka uishi na NN, kaa hapa olewa na NN. Never ever. Yule akubali kwa ridha yake mwenyewe, dada nimekubali kuwa na NN, nitamruhusu. Lakini siwezi kumlazimisha. Mapenzi hayalazimishwi. Lakini hata kama maana tumetumia njia nyingi. Ndugu yangu katumia formation zote. Sijui imekuaje, maana tumetumia mawinga, tumetumia mpaka mabeki, mpaka wale wa pembeni, si mnaita si ndo maana si mnaita ma defender. Nyinyi huko mnakoelekea mnaitaka jela. Mnaitaka jela inaonekana, uongo? Nisikilize kakangu. Usitumie nguvu sana kuongea. Yaani usipoteze muda wako kuongea na mimi. Kwa sababu kwanza yule mdogo wangu sio kama wasichana wengine hapa mtaani. Sawa Usema mtongoze mara moja akukubalie. Lazima usumbuke kidogo. Alafu sisi tumelelewa katika maadili mema. Maadili ya kumpendeza Mungu. Ya nini tukurupukia wanaume mtaani? Nyinyi mna lolote, mnafanya mpango mpaka ndugu yangu mimi. Ni kama vile mmempumbaza, si mmemloga, si mmempiga au mmempiga kijini shuu nyinyi. Sasa sisi tumloge yule henieni ana nini? Tumeshia damu yule, sema tukimloga nyumba yetu itaongezeka, tutaongeza magorofa, mali zetu zitaongezeka, tutanunua magari. Tunaishi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na sio nguvu za binadamu. Jaribuni kuwa wapole. Inawezekana lakini katika staili kama hiyo haraka hazina baraka. Pengine pasi zenyewe mnazikosea. Chefu. Kwanza samahani kwa nilichokufanyia. Najua nilikuwa nakuumiza. Ila samahani. Pili, tunajua si wanawake, kwa hiyo hatuwezi kuwakubali wanaume wote. Nimechunguza, nimejua kwamba wewe ni mwanaume sahihi kwangu. Nisamehe kwa niliyokufanyia mimi. Nakupenda. Sijawahi kupenda mwanaume kama nilivyokupenda. Usiniache. Tulina ndoa kabisa. Lakini pia haina haja ya kuomba samahani. Kwa sababu mimi nilikuwa naamini kwamba ipo siku utakuja kuwa wangu. Kwa sababu ni kweli. Nilikuwa nahangaika. Nilikuwa nateseka. Usiku unapita mimi silali. Na kila mara nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kwamba anijalie kilio changu kiweze kuitikia kwako. Na siku zote nasema kwamba subira yavuta heri. Pia niliamini kwamba ipo siku utakuja kuwa kwangu chini. Emi, inabidi ufahamu kitu kimoja, kwamba mimi na wewe tayari tushamalizana. Sasa sijajua kwa nini unapenda kuning'ang'ania kama ruba. Au kipi ambacho umesahau kutoka kwangu mradi nikupe tuweze kumalizana kabisa. Eni. Unajua kwamba kila shetani na mbuyu wake. Na unajua kabisa mzako wako nimekufa nimeoza. Nakupenda. Sasa basi, kama kila shetani na mbuyu wake, mimi sio mbuyu. Cha msingi sasa, toka hapa nenda kautafute huo mbuyu, lakini mimi sio mbuyu. Nimeshakwambia kuwa mimi na wewe basi. Nataka nikusisitize kitu kimoja. Utakaponiona popote pale, kama mimi nitapita kulia, basi wewe pita kushoto. Sitaki mahusiano na wewe. Sijui umenielewa? Amen. Hakuna.
Sasa ukiendelea kukaa kimya, unadhani tutakuwa tunajenga au tunabomoa? Hebu niambie ni nini kinakusumbua? Unajua Bilivu, unaaminika sana hapa mtaani. Na Watanzania wengi wanakuamini kwa kukuita profesa kwa sababu ya elimu uliokuwa nayo. Sasa kwa nini mimi unanivunjia heshima? Kwa nini unanizalilisha huko mtaani? Yako wapi mapenzi yako ya dhati unayotakiwa unionyeshe mimi? Kiukweli unanivua nguo. Nashindwa hata kutembea kwa ujasiri huko barabarani. Umeonekana na mdogo wangu mkiwa uko vichochoroni. Tena mkiwa mnashikana. Kwa nini unafanya kitu kama hichi? Mage, kwa elimu nilionayo na jamii inavyoniamini, unahisi mimi naweza nikafanya vitu vya kijinga kama hivyo? Nakupenda sana. Kwa nini niamue kufanya hivyo? Nishindwe kwenda kufanya mbali, nije nifanye kwako, tena kwa mdogo wako? Ni kiasi gani sikuheshimu? Mage, nakupenda sana. Wewe ndo faraja ya maisha yangu. Na hata kama ningekuwa sikupendi, basi ningekufuata nikakwambia basi, kuliko kukufanyia kitu cha kinyama ili moyo wako uumie. Ninakupenda sana. Sidhani hata kama kuna siku itakuja itokee nifanye upuuzi hali ya kuwa niko na wewe. Kwa sababu hata kama nikilifanya baya kwako leo, pia na mimi nitakuja kufanyiwa baya. Kwa sababu malipo ni hapa hapa. Siwezi nikafanya upuuzi kiasi hicho kwa mwanamke ambaye ninampenda. Mimi nadhani unaniamini. Nakupenda pia Bilivu. Na ninakuamini sana. Basi tabasamu kidogo. Twende ndani. Hivi Haji, na siku kadhaa sijamwona shoga yangu Emi. Kwani Aisha, mimi nimekuita hapa kwa ajili ya Emi au kwa ajili ya mambo yetu? Na kama wewe shoga yako unampenda sana, unashindaje kujua ratiba ya safari zake? Unataka kuniuzi? Sio kukuuzi. Bwana umezidi bwana. Kila ukija hapa Emi. Emi bibi mkubwa kampeleka makelele huko. Maana vio vya hapa vilikuwa vinasumbua. Kwa hiyo unataka kuniambia ina maana Emi kaondoka? Hauna wewe mimi si shule. Nikupeleke UDSM huko, UDOM au Duse ukasome. Achana habari za Emi bwana. Mbona umestuka sana? Hapana, nilichostuka Emi ameondoka bila kunipa taarifa. Sasa hapo ndo utakapojua kwamba yule sio rafiki mzuri kwako. Alafu juzi nilikwambia issue gani? Nikakwambia kuhusu kile kitanda kile, twende pale Chalambe wanachonga vitanda vizuri, tukachukue. Unanipitisha huku na nirudisha huku, unanipeleka huku na nirudisha huku. Mwenye shida mimi au wewe? Ni mimi. Sasa kama ni wewe, changamoto iko wapi sasa kupata kile? Ona kela bwana. Au mwanangu sasa hivi alishakuwa paka vile umeka mafoni kwenye masikio. Wewe baba. Inakuwaje? Dafa shule. Sikuelewi ndugu yangu.
Acha kuleta nao bwana naye bwana. Hizo na hao unazotaka kusema. Sio kama hivi. Wewe umeanza kuita kuanzia pale, uanze kuniambia mimi napiga mikelele zile Kashumpe zile. Mimi natoka huku kote kule nimeangalia sijakuona. Nipo hapo kona na kuona mwamba unakata kona. Na ita ni bwana Wazela Kashumpe mwanangu kimya. Yaani mpaka watu mwanangu asa yule kaka mwanangu. Stop kanita kwa chizi ule. Niambie nini shida? Baba leo hiyo baba. Ni leo wangu hujui kinachoendelea ni? Unajua Mesha, mimi na wewe tunaongea vitu vingi. Na vitu vingi sana vya msingi. Na ndio maana ukaona piga kelele kuanzia kule. Sasa tukianza kuongea mengine hayo mengine ya msingi unaweza ukasahau. Najua kabisa ndugu yangu utakuwa umefanikiwa na ndio maana leo hii umenisahau. Ila ukiwa na matatizo lazima unifuate Mesha. Mara mchozi huo Mesha. Mara ya baba. Nini mwanangu mambo tunaopanga mimi na wewe yangu uyajui leo hii uyajui. Baba nilivyoichopo. Umeenda kule mwanangu anasielewa umefanikiwa mwanangu umekaa peke yako. Kisha yangu maisha yako hivyo. Habsin majununi. Acha wewe. Mimi nakujua na ndio maana nikawa nataka kabisa ufunguke. Unajua siku zote kawaida ya mtu mbea. Yaani ili koo lake. Koo lake. Alina kwa lina umuonyanje. Alina kaba. Alina kaba. Ila hujanipeleka. Sawa Labda mimi niko sijapata tu bahati ya kuonana na wewe. Tokea siku zile zimepita kama siku 2 hivi hatujaonana. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Wewe bwana una kitu na nitafika mbali. Haki ya Mungu utafika mbali. Yaani kila kitu kimenyoka. Unaambia mtoto yeye mwenyewe. Yaani ndio anapiga kelele na Max ananihimiza. Haki ya Mungu nakwambia tena mwanangu. Baba usiniambie baba. Mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe Max mwanangu kujingata-ngata. Mimi sijui hivi na hivi nilikopo nataka nikuchunguze. Sasa muda wote ule kwa nini usio unaongea vyangu leo ndo unaanza kuongea kweli? Kweli mwanangu waganga wanasaidia. Mwanangu ule mtoto kakolea miti. Umenielewa na amekuja nikampeleka nimempelekea miti mwanangu. Kuna zingine mwanangu za kutafuna nikamkanyagia. Wewe Pacheko Midundo. Rudisha tena ngoma ya kwanza kwa DJ. Baba. Wewe. Nini? Kuna nini huko? Umeshakuwa mstaarabu basi. Sasa ndio niambie sasa kuna kitu gani? Wewe umetoka ndani huko unakimbilia huko mwisho wa siku unatema vitu si kama wewe utapiga kulikoni. Mimi naenda huko ndani ndugu yangu leo akunikataza mimi ndani kwako. Ustaarabu umetolea wapi? Unapofika nyumbani kwa mtu lazima uwe na misingi, uwe na mipaka. Yaani unafika tu kupu unaingia ndani wakati mwenyewe unikuta nje hapa kweli? Hiyo haki. Sasa tatizo ni nini sasa kwa kinachofanya leo huyu nikataze mimi kuingia ndani kwako? Si hata simani unikataza. Kesi iko vipi? Sawa. Ndani mwa mtu yako. Ndugu yangu wewe leo unanikatalia mimi nisingie na zako wewe kule shemeji. Yaani mimi nakukata sio kwamba nakukatalia kuingia. Sasa wewe shemeji yako ni ndani. Sasa wewe mimi niko hapa nje mwenye nyumba. Wewe uingie ndani kama nani? Haya umekwenda kwa bahati mbaya umemkuta anakaa vibaya. Ndio ushaenda pale umelikuta jicho la tatu. Sasa ndo tunakuwa tatizo nini sasa hapo? Mimi si shemeji yako. Wewe una wazimu kweli? Yaani uingie ndani from nowhere hata kama ningekuwa simple. Lakini wangu yeye sijakuelewa leo. Yeye hata hivyo unaniambia shemeji uko ndani. Umetoka huko mwanangu wewe hai mwanangu unakuja kutapika si unatema nini? Mzee baba au tayari? Hana kuona. Mzee baba hapa. Baba unajua kitu unachokipenda. Unajua kuna watu wengine yaani ukipiga wao ile hali itokei kwao ila Baba hali inakutokea. Hizo zingine sio sifa. Mtu anaweza kusema baba hali inakutokea wewe ndugu yangu. Hali inatakiwa iwatokee wao. Baba hali inakutokea baba kichefuchefu. Kichefuchefu. Yaani sio hivi sio kichefuchefu. Yaani kwamba unacheza mtu yeye. Ndio tapika sio kutapika. Yaani yule mwanamke ukimaliza kufanya naye tendo ananuka. Mungu anakuambia ananuka kama vile kapapanya. Tena mara yake. Haja. Baba panya unamjua unamsikia wewe? Panya huyu.
panya. Yaani marafiki yake hewa harufu. Nimeshindwa kukaa ndani ndio maana nimekuja kutana naye nje. Baba ni shahidi nilikuweka sumu mwanangu chumbani kwangu, mwanangu kafa panya, mwanangu niliama. Chumba nilikiama baba kama ng'onda. Panya kaka msikie hivyo hivyo. Akifa baba hatari. Sasa nakwambia vipi? Hiyo harufu ndio ipo ndani. Yaani badala tu kumaliza ile tendo ananuka vibaya. Kwa hiyo mimi nimeshindwa kuvumilia. Yaani unavyoniona hapa. Jana niko na perfume nimenunua $100,000. Ili kuwepo ipo tu ndani. Nimetumia yote lakini harufu mpaka yaani harufu dakika 0 tu perfume yote imeisha. Baba unanipanga. Ili ninapokujua maisha yako wewe perfume $100,000 tu ipige upulizie ndani wewe utakunipanga tani ndugu yangu. Mimi nakwambia kweli, sure kabisa. Na ndio maana nimetoka huko ndani tunakuja mate nje. Sasa wewe utaweje ya nini? Kama hata kimua, toa. Ukishaona mtu kwa nali kama hiyo hapo vuelewi kamata. Baba siku hizo kuna binadamu, afu kuna watu. Hao watu achana nao timua. Nje kitu. Sasa tunaenda ndani mwanangu tunamkamata mwanangu tunamkukusa tena mtuko mwanangu atoke nje. Anakaa mwanangu nalikamali. Sema kwa tauni kuishi. Tena hapa na kitu kimoja. Na ndio maana kumbe alikuwa anaika vikwazo. Alikuwa anaika vipingamizi vingi inawezekana atakatiza ndio hili. Sasa unapata tabu ya nini watu wanitozetu? Mimi ndio nitamtimua lakini nitamtimua kidogo. Sasa mwishoga kumtimua kwa nguvu. Nitamtimua utaachana naye lakini kidogo. Cha msingi ni akinikana wewe ndio mshauri. Sasa atakuona wewe ndio mbaya. Mwanangu kama panya mwanangu panya na kung'ata afu kwa kupuliza. Wewe Eni, mbona upo nje makubaliano yetu? Kwa nini uliyoahidi hutaki kuyatekeleza? Natimiza vipi kwa hali ambayo ulikuwa nayo? Si bora hata ungeniambia basi ningenunua boksi la Maxi, ningeweza kuliweka huko ndani. Ndoa inafunguaje? Na hapo ukumbini watu wanakaaje? Kila mmoja atakuja kuhisi kama sisi tunawalisha nyama zilizooza. Hivi angalia saizi. Ndani hakukaliki. Chakula pia hakiliki. Sheila, mimi siwezi nikakuoa kwa sababu ya hayo matatizo yako. Na labda nikwambie kitu kimoja. Inabidi uondoke mara moja, uende nyumbani kwenu. Na ukafanye kila kitu ili mradi uweze kujitibia hilo tatizo lako. Na ikiwezekana umtafute mume halali ambaye atakayeweza kukuoa na sio mimi tena. Sheila, unanuka. Unanuka zaidi hata ya paka alokupa ameexpire siku 3 mzima. Nawezaje sasa mimi kukuvumilia? Nadhani utakuwa umenielewa. Sina haja tena kuongea Kiingereza. Naona umeridhika sasa. Ulichokitaka umekipata. Shida upati wewe. Tabu napata mimi. Umenifanya nimekuwa dada mpuuzi. Nilemaliza safari yangu na nisijue wapi pa kuelekea. Eni. Uko wapi ule utu na utulivu ulionionyesha? Kwa nini unamfanya Sheila anatapatapa kwenye mbingu na uso wa dunia? Wewe si ndio ulisema utamuoa? Na vile vile uliniahidi utajitahidi umtibie maradhi yake. Ziko wapi zile ahadi zako? Au ndoa yake ndo ile amefunga yeye na makaburi? Lakini dada, usijitete katika hili.
Maana unaambiwa ubongo wenye akili ni ule unaotafuta furaha yake. Sasa naona we furaha yako umeipata. Mjinga mimi nisiyejua kutafuta furaha yangu zaidi ya kumteketeza mdogo wangu. Nashukuru, tena nashukuru sana. Umeshinda wewe, lakini kautambue malipo ni hapa hapa duniani. Ahera ni kuhesabiwa tu. Sheila mdogo wangu. Wewe bweke nini? Wewe ushaanza kupagawa wewe. Sasa wewe niambia hakuna chochote tatizo nini? Hamna kitu kaka, vipi wewe? Mambo ushaanza kuweuka siku hizi. Wamesha. Yaani huwezi kuamini rafiki yangu. Nimemwona kwa macho yangu mawili.
Mara kwanza mimi alinitokea chooni. Nikajua labda atakuwa masiala tu, macho yangu naona kengeza, nikachukulia baridi. Naingia chumbani nimekutana naye tena. We, Sheila. Sheila hawezi kukutana wewe, Sheila. Sheila kaziko ndugu yangu Sheila kukutana na wewe. Nani wewe? Hata kuyangu kwenye kufunga kama ni kila mtu unaanza ni mtu kumpiga hivi nani vidongo tu. Nimesha kukongopea mimi. Amesha kukongopea. Ndio leo mimi niongopea leo hii. Asa mimi ndo nakwambia ukweli. Yaani kanitokea live kabisa yani. Hizi ngapi? Nijibu hizi hapa ni ngapi ndugu yangu? Unataka nijue kama kweli naongea hapa na yeni ama naongea na mtu ambaye tofauti na yeni? Hizi ngapi yeni hizi ngapi? Umeshaacha makuzi basi rafiki yangu. Hizi ngapi hizi? Hizo mbili. Hii moja. Huyu hapa ni yeni. Yaani hapa ni yeni sasa. Sasa unafikiria kwamba mimi nitaleta masiala kwenye hili? Sasa hapa naanza kuisikia. Labda nikuulize swali. Hivi kwenye masharti ambayo uliyafanya unahisi hujakosa chochote? Ulifanya vile vile tulivyoelekezwa? Swali langu. Mimi kwa masharti sijawahi kukosea hata siku moja. Masharti yote nienda nayo sawa. Hasa sijui kwenye utekelezaji. Sikia sana kwambie. Sawa. Tatizo lako ndio la kwangu mimi. Umeelewa vizuri? Wewe si ndio swaibangu? Si ndio mwanangu? Okay. Twende hivi. Tunaenda. Mimi nataka turudi tena kwa mtaalamu. Kwa sababu yeye ndo anaenda atenda kutuambia. Twende. Twende. Ngoja wewe. Nini? Nini? Ndugu yangu uko nakofikia huko. Hapo umefika kwenye wakati mbaya. Na endapo ikitokea mtu ndugu yangu ameweka sumu ya panya au ameweka kitu chochote cha kufa, baba tunakukosa wewe. Uko likofikia huko? Haya. Najuta. Na kila ninapokaa kwamba nafsi inazidi kunisutani. Mimi ni mkosefu. Swala kusema wewe ni mkosefu au wewe kusema si fulani mkosefu, hapo nakosea. Hiyo swala anayofanya hapa ni mtu huyu. Acha hizo mambo. Usiseme wewe mkosefu. Kuna watu wakosefu baba kwenye ulimwengu. Mesha. Mimi dhambi nilifanya ni kubwa. Nafikiria kama vile niende sehemu za ibada. Ili mradi niweze kumrudia Mungu wangu na nitubu kwa kosa ambalo nilikuwa nimeweza kulifanya. Kwanza ukisema kwenye masuala hapa kwenda si kwenye ibada, wewe utakoniambia utakwenda kanisani, si uende msikitini. Wewe. Jinsi ulivyo hivyo uende kanisani wewe. Mimi nani atakupokea wewe? Mimi hapo ninachofikiria ama wazo langu ama ushauri wangu. Maana kwenye ushauri unajua kuna mambo haya mawili. Kuchukua ama kuutupa. Sawa.
nenda kwa wazazi wake, nenda kaongee nao. Sawa? Nenda moja kwa moja mpaka kwa wazazi wake ndugu yangu. Huo mimi ndio ushauri wangu. Wow. Ndio. Na hapa ndipo nakuja kuamini. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Mimi nilishanipata na sijui hata naanzia wapi. Anzia hapo hapo. Hapo kwenye mwana kuligeti mwana kulifind hapo. Anzia hapo hapo. Hapo ndio kuanzia hapo. Nimeshajua wakati mwingine kama vile nataka kunitia kwenye shimo la moto. Mimi kweli ni miguu yangu mpaka nyumbani kwao pale. Niseme kabisa kwamba mimi ndio tatizo cha mtoto wao kuweza kufa. Si nataka kichwa changu mimi nikieke rehani. Na ukizingatia ana mjomba wake mmoja ule taila chizi kavurugwa. Watoto wa kisasa wanajiita sijui 46, sijui 45, 6 number anajiita. 6 number, hiyo 6 number hiyo unaisema wewe. Yaani hata yule nani Balai Msina anaimba 6 number ndio huyo. Lakini sasa ila mimi katika kitu ambacho mimi nakiona huyo kaka yake sio nani wake ule Mibangi ina huyo ndio tatizo. Ila ukifika pale kaka ukawe makini. Yaani mpaka sema kukaa ama kutulia ukachagua. Ukisikia problem mbio. Yaani ukikaa ukiona uelewi kaka mbio zinahusika. Huo ndio ushauri wangu ndugu yangu. Mimi nakupenda swaiba yangu wewe. Sawa? Lakini sawa. Kwa sababu unasemaga kwamba ukweli humfanya mtu kuwa huru. Nitafanya kama ulivyoniambia. Mama, tokea tumemaliza shughuli za msiba, nyumbani kwangu pamekuwa pakaliki. Sina amani. Yaani sina raha kabisa. Kwani Sheila amekuwa akinitokea kila siku kwenye uso wangu. Sijui ni wapi nilipomkosea mdogo wangu Sheila. Au kwa sababu nilipigania maisha yake. Hilo ndo tatizo. Mwanangu Mage. Unamaanisha nini unachokiongea? Nisamehe sana mamangu. Kuna kitu ambacho ukijui. Sheila alikuwa na matatizo, tena matatizo makubwa sana. Yalikuwa yakimfanya akiwaza kila kukicha. Na changamoto kubwa ilikuja pale alipotakiwa na mwanaume. Hiyo ndio ilikuwa kama kumtonesha kidonda. Maana alilia mawio ya jua mpaka machweo. Na sababu ya kifo chake ni huo ugonjwa. Maana alimpenda mwanaume. Na mwanaume yule alimwahidi kumvumilia na kumpigania katika ugonjwa wake ili apone. Lakini Sheila alipojaribu tu kufanya naye tendo la ndoa, yule mwanaume alibadilika kama mbogo na kumpiga na kumfukuza kama mbwa koko aliokosa kwao. Inabidi uondoke mara moja, uende nyumbani kwenu. Na ukafanye kila kitu ili mradi uweze kujitibia hilo tatizo lako. Na ikiwezekana umtafute mume halali ambaye atakayeweza kukuoa. Na sio mimi tena. Sheila, unanuka. Hivyo basi Sheila kwa sababu ya kuendelea kuishi hapa duniani. Akaamua kuchukua hatua ya kujiua bila kujali ataniachaje midada yake, wala kuwaza atakuachaje mama yetu. Haina sababu ya kulia. Hili lishatokea.
maana aloenda kashaenda, tuwezi tena kumrudisha. Cha msingi mwanangu utabaki hapa mpaka utapokaa sawa, basi utarudi nyumbani. Maana niangalie hata mama yako mimi, tangu ulipotokea umsiba mwili wangu haujakaa sawa, nafanya kazi ya kumeza vidonge tu. Sawa mama, nimekuelewa.